Tunaingia kwenye sababu ya pili ambayo inaweza kumfanya mtu akatoa talaka au akaomba talaka pale ambapo anahisi ndoa yake haiendi vizuri. Sababu ya pili ni kutokuwa msaada au mshirikishaji. Yaani unaishi kwenye ndoa lakini mume wako hana msaada wote kwenye ndoa hiyo, au mke wako hana msaada wote kwenye ndoa yako. Yaani kwa kifupi ni kwamba unaishi uko single ndani ya ndoa. Unaishi single lakini uko ndani ya ndoa. Ikifikia hatua hii, ina maana huyu mtu hawezi kuvumilia. Ni lazima tu atatamani apate talaka, aidha hata akapate mwanamume mwingine huko au akapate mwanamke mwingine huko, kwa sababu alichokitarajia kwenye ndoa sio kile ambacho anakipata. Sasa kutokuwa mshirikishaji, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikafanya ujue kwamba huyu mtu sio mshirikishaji? Kwanza kabisa nimesema mtu anaishi kama single lakini yuko ndani ya ndoa. Yaani hana msaada wote wa kihisia, hana msaada wote wa kimwili, wala hana msaada wote wa kawaida kama anavyotakiwa apewe akiwa kwenye ndoa. Jambo la pili, hakuna mazungumzo, hakuna ukaribu wala hakuna ushirikiano. Hamzungumzi, hamna ukaribu wote wala hamna ushirikiano wote kwenye ndoa. Yaani kwa kifupi wewe hamna tofauti na mtu ambaye yuko single. Lakini pia mwenzako hana time, hajali hisia zako wala hajali stress zako. Unapitia wakati gani hajali, uko wapi hajali, yani hakuna chochote ambacho anajali kuhusu wewe. Aisee, hata kama ni mimi nafikiri siwezi kuvumilia. Kwa hivi vitu vinaweza vikapelekea mtu akadai talaka au akatoa talaka. Lakini pia hana muda wa nyumbani, ni kazi, marafiki, simu. Yaani yeye yuko busy na kazi, yuko busy na marafiki, yuko busy na simu yake. Hana time na kitu kingine. Hajali kuhusu wewe, hajali kuhusu familia, hajali kuhusu chochote. Hii inaweza ikapelekea aidha mwanaume akatoa talaka au mwanamke akadai talaka, kwa sababu atajikuta sasa hana tofauti na mtu ambaye yuko single, hayupo kwenye